Nukuu nyingine inatoka katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya 15 mpaka 19. Na Paulo ambaye ni mwinjilishaji maarufu aliyetangaza dini katika maeneo mengi, anasema, anawasifu Wafilipi kwamba walimsaidia kifedha alipokuwa akihubiri Injili. Kwa hapa, kama nilivyotangulia kusema kwamba uinjilishaji unasaidia kuwafikia watu wengi, hapo tunaona mfano wa waumini kusaidia wahubiri ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. Kwa tutakapokuwa tunachangia kwaya hii, tutakuwa tunasaidia neno la Mungu lifike mbali zaidi. Lakini nukuu nyingine ya tatu, jinsi tunapopata baraka katika kutoa, katika Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 35, Yesu Kristo anasema, kuna heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo jinsi ambavyo tutakapoguswa, tutoe kwa moyo wa ukarimu, nasi tutapata heri kama ambavyo Bwana Yesu anavyosema. Lakini pia nukuu nyingine inatufundisha katika mambo ya milele, sababu hapa duniani tunapita, tuweke alama ya kumsifu na kumtukuza Mungu, lakini maisha yetu tutegemee milele ambapo sisi wote tunakwenda. Hii inatoka katika kitabu cha Mathayo, Injili Mathayo sura 6 aya ya 19 mpaka 21. Yesu Kristo anatufundisha kuhusu kuweka hazina mbinguni badala ya duniani. Kwa hiyo tunapofanya uinjilishaji, ni kuinjilisha Injili, ni njia ya kuwekeza katika mambo ya kudumu kule mbinguni. Lakini mwisho, si kwa umuhimu, katika kushirikiana kueneza na kuifanya kazi ya Mungu kama wenzetu wanavyofanya. Hii nukuu inatoka katika Injili Yohana sura ya 1 aya 5 mpaka 8, anasema, waumini wanahimizwa kuwasaidia wale wanaosafiri kuhubiri ili washiriki katika kazi ya kweli. Maana usipohubiri moja kwa moja, mchango wako unafanya mshiriki katika kuinjilisha. Kama nilivyosema, teknolojia imeshakuwa sana sasa hivi. Kwa hiyo kupitia kwaya hii ya Adventista wa Sabato Mtonga, hizi nyimbo wanazoimba na albamu hii iliyozinduliwa na zingine ambazo kadiri Mungu atakapowajalia, atakapoimba, zitaweza kuwafikia watu wengi, kuwabariki au wengine kuwaponya na kuwaganga mioyo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, kama ambavyo ilivyotamkwa kwenye risala, sisi sote tuweze kushiriki katika changizo hili ili wenzetu waweze kufikia malengo ambayo yamekusudiwa. Naomba nimwite mwenyekiti wa kwaya aje hapa mbele ili sasa tuweze